Naam, mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Upashanaji Media, kwa kifupi U Media. Karibu katika mwendelezo wa vipande vya makala inayozungumzia tamko la mababa maaskofu wa Kanisa Katoliki Tanzania, ambapo tunaendelea kumsikiliza Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Padre Dr. Charles Kitima alivyozungumza na waandishi wa habari kuhusiana na tamko hilo la maaskofu. Ninaendelea kukuletea vipande vifupi ili tuweze pamoja kwa umoja kuchambua yale aliyoyazungumza na yaweze kutuingia ama kutuchoma, kuinjekti katika damu zetu ama katika akili zetu sawa kabisa. Na nikushukuru kwa kuendelea kusubscribe, kushare katika mitandao mingine ya kijamii ili kuweza kushirikishana jambo hili. Lakini pia ukiacha maoni yako kuhusiana na taarifa hii ili tuweze kushirikishana kile ambacho unakiwaza wewe, itakuwa ni vema na haki. Lakini pia hata kupita tu kulike, utakuwa umetenda haki pia. Binadamu ajabu ihoje. Binadamu huyu huona kwa shamu, husema kwa nyama, husikia kwa mfupa na uvuta pumzi kupitia tundu. Malaika wa Mwenyezi Mungu hunadi kila siku, enyi watu wa duniani, zaeni kwa ajili ya mauti, kusanyeni mali kwa ajili ya maangamizo, na jengeni kwa ajili ya mabomoko. Bibi binadamu huyu hujivuna. Karibu. Maaskofu wametoa leo hii tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2023 tamko rasmi kuhusu huu mkataba. Wamebaini kwamba katika mkataba huu ni vizuri wao wasimame ambapo kwamba watu wamesimamia. Wameona wananchi wengi hawajaridhishwa na mkataba huu jinsi ulivyo kwenye vifungu vyake mbalimbali, na wakaona kwa vile huyu ni mwekezaji, na mwekezaji anayekuja na mkataba wenye masharti magumu ambayo yanaonekana kutopendwa na wananchi. Naam, mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Upashanaji Media ama U Media, ninakushukuru kwa kushiriki nami katika taarifa hii ama mwendelezo wa makala hii ya vipande vifupi kuhusiana na tamko lililotolewa na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC. Na tunamsikia Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Padre Dr. Charles Kitima, ambaye alikuwa akizungumza na waandishi wa habari. Na nimeona ni vema tukiyasikiliza maneno aliyokuwa akiyatamka na kuzungumza na waandishi wa habari, ili nasi tuweze kupata elimu hiyo kuhusiana na tamko hilo. Wazee hawa walikuwa wakimaanisha nini ama wanamaanisha nini? Ninakushukuru kwa kuendelea kusubscribe, kushare, kulike na kukomenti. Kumbuka upo nami Uncle Tom Mpanji, ambaye ninakuletea kila baada ya muda fulani, iwe masaa 2 ama saa 1 ama masaa 3, tutakuwa tukikupandishia vipande hivi vya makala kuhusiana
na tamko lililotolewa na Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Padre Charles Kitima, kuhusiana na tamko lililotolewa na mababa maaskofu. Na vile vile ni vema basi kwa siku ya leo ama kwa muda huu nikikuacha na msemo huu kuhusiana na uchaji. Ucha Mungu, yani takwa, ni ufunguo wa ufanisi. Nguo ya takwa, yani uchaji, ni vazi bora kabisa. Ucha Mungu ni dalili ya imani, yani dini. Kilele cha ucha Mungu ni kuacha matamanio. Usafi wa moyo udhoofisha matamanio. Asante. Stay online. Washa data yako. Another makala coming soon. Asante. Baadaye.